Ya karibu tena katika uchambuzi huu. Tunaona mambo yanazidi kupamba moto, mambo yanazidi kuwa fire katika tamthilia ya bomba ya Big Boss, lakini tunaona siri ambayo iliyojificha, lakini hofu kwa upande wa Kaniki ambaye mpaka sasa haelewi nini ambacho utakifanya. Wazazi wake ndugu yake pia anamtokea wakimlaumu yeye na kumshutumu kwamba ndiye ambaye ameweza kudhulumu nafsi zao. Sasa Kaniki kwa upande wake anachanganyikiwa na haelewi nini ambacho utakifanya. Kitu kijana kuangalia katika episode hii tunaona kwamba ni namna gani ambavyo Kaniki katika episode za nyuma alivyokuwa akiwapenda wazazi wake, lakini alivyokuwa akimpenda mzazi wake pamoja na dada yake, lakini kwa sababu ya yeye kuingia katika chama imekuwa sababu za wao kuweza kufariki dunia kwa sababu yake. Wanamuuliza kwa nini mwanangu, mume yake anamuuliza, lakini Kaniki anamwambia mama, hapana, hata mimi mwenyewe sikupenda hivyo, mimi nakupenda sana. Anambia kwa nini mmeamua kutufanyia hivi? Kwa hiyo lawama bado zinakuwa ni nyingi na kubwa kwa upande wa Kaniki. Kiufupi hawezi kusiepuka kwa sababu japo sawa alijaribu kuambia sana kipindi kile wasiingie katika kile chumba, lakini wao wakahitaji kujua katika chumba hicho kuna nini, na ndicho ambacho kilichowaponza. Lakini tunaona kwamba katika tamthilia hii au katika episode hii ambayo tumeweza kuona mpaka sasa, Kaniki kwa upande wake bado mambo ni magumu sana, na leo ni cha kufanya. Hofu kwake inazidi kumzonga na leo nini cha kufanya, na bado ndugu zake na pamoja mama yake na dada yake wanazidi kumtokea na kuendelea kumshutumu kwamba yeye ndiye sababu yeye kuweza kudhulumu nafsi zao. Sasa Kaniki unahisi atafanya nini kwa upande wake? Kwa sababu tunaona kwamba mpaka sasa kiufupi kwa upande wa Kaniki leo nini ambacho anaweza kufanya, kwa sababu hizo lawama ni za kwake na yeye ndio anapaswa kuzibeba, kwa sababu yeye ndio mhusika mkuu ambaye aliyesababisha wao kuweza kufariki dunia kabla ya siku zao. Sasa itakuwaje? Tunaona bado anaendelea kumchukia na kumlaumu mara kwa mara. Sasa sijui itakuwaje kwa upande wa Kaniki. Kifupi, Kaniki kwa upande wake anaweza kusema hana bahati, ameweza kupoteza ndugu yake pamoja na mama yake, lakini pia mke wake naye ameweza hata kumkimbia baada ya kuogopa kwamba naye asije kafariki dunia kama mama yake na Kaniki alivyopotea. Na hiyo ni baada ya kujua kwamba pesa alizonazo mume wake ni za kishirikina. Sasa unahisi kwa Kaniki atafanya nini? Nini ambacho atakifanya kwa upande wake? Kwa sababu mpaka sasa ni haelewi nini ambacho anaweza kukifanya. Anazidi kuchanganyikiwa kwa upande wake. Hana pa kukimbilia, mke wake ameshamkimbia, lakini pia kampani yake ambayo alikuwa ni mama yake mzazi mpaka sasa naye pia hayupo. Sasa Kaniki nini atakifanya? Nini ambacho ataweza kukifanya mpaka sasa? Kaniki kifupi kwa upande wake haelewi nini ambacho atakifanya, bali anazidi kuchanganyikiwa tu kwa upande wake na kuvurugwa, lakini pia bado lawama kwa upande wake zinazidi kumzonga dada yake na mama yake, hawamuelewi. Sasa Kaniki atafanya nini? Kiufupi ni huzuni mkubwa kwa upande wa Kaniki, ameweza kupoteza wazazi wake. Lakini tunarudi kwa upande wa Tony ambaye tunaona sasa ameweza kufika nyumbani kwa ajili ya kushiriki katika taratibu za mazishi ya ndugu yao ambaye aliweza kufariki dunia, lakini tunaelewa kwamba sababu kuu na mzizi mkuu ni Tony, lakini ndiye ambaye anahusika katika vifo vya wote katika familia hiyo au katika ukoo. Tunaona anaangusha kila mmoja mpaka sasa wamebaki wachache, anaendelea kuamarizi, lakini ni vitu ambavyo hawazi. Lakini tunaona mdogo wake ambaye ni Shiwa anajaribu kumwambia mwanangu, atielewi hapa itakuwaje, tutawalisha nini hao ambao wanaokuja, wageni wanaokuja na kutoka kwa sababu ya zoezi hili la msiba. Tunamwambia nimeandaa mchele takriban kilo 400, lakini na ng'ombe mzima yuko anakuja, kwa hiyo usiwe na hofu kuhusiana na hilo ndogo. Lakini tunaelewa kwamba Tony ndio msababishaji wa yote, lakini anaonyesha kuwa kama yuko upande wao, lakini sio kweli. Anaonyesha kuwa support, lakini sio kweli. Ndio mtu ambaye anayomaliza na kuwachafuna. Kiufupi sijui itakuwaje katika familia ya Tony na nini ambacho kitawakuta, lakini ni huzuni mkubwa na ni changamoto katika familia hii ambayo mpaka sasa hawaelewi nini cha kufanya. Kitu kirudi kwa upande wake ambapo ndakuzana na Crown Vevo ambaye sasa anaendelea kumshawishi mrembo bidada ambaye ni shemeji yake ili aweze kutimiza haja yake au masharti yake kama namna alivyopewa hayakuwa mchafu hazina. Lakini tunaona bwana mrembo naye kwa sasa kama ametulia, amerelax mpaka sasa kidogo anaamua kumkubalia Crown Vevo, lakini mtuone itakuwaje mwisho wake. Lakini je, kuhusu mrembo huyu ambaye ameingia katika mtego wa Crown Vevo, lakini wakati huo Crown Vevo amejitolea kuwasaidia takriban kupatia mpaka milioni 5 kwa ajili ya wao kuweza kuwasaidia katika kuwa support katika maisha yao sasa, na pia ameahidi kuwajengea nyumba. Lakini hayo yote ni kwa sababu anahitaji kutembea na mke wake na rafiki yake.
Sasa itakuwaje kwa upande wake? Bidada naye anaonekana mpaka sasa kama ameshaingia katika mtego wa Clam Vevo. Na Mwamba anaendelea kumsifia na kumwambia wewe ni mwanamke mzuri sana. Hata kama sijui kama kuna mtu ameshakukwambia swala hili, lakini pia kama kuna mtu ameshakukwambia na mimi niwe mmoja kati ya hao ambao waliokuambia. Maneno ambayo Clam Vevo aliweza kuyatamka kumwambia mrembo ambaye ni mke wa rafiki yake. Lakini tunaona bidada naye mrembo anaonekana kuna nana fulani this time amekuwa kidogo open na yeye ameweza kumpokea fulani Clam Vevo, lakini tukumbuke huyu ni mke wa mtu, lakini ndio hivyo na namna fulani amelegea na yeye na kumpokea Clam Vevo. Sasa mtaendelea kuona katika tamthilia bomba ya Big Boss ambayo mpaka sasa kifupi mambo ni moto. Tunaona kwa upande wake Clam Vevo anaendelea kupambania kuona ni namna gani ambavyo anaweza kutimiza masharti ambayo aliopewa. Aiseni hatari, lakini ngoja tuone. Tunaona baada ya hapa na mnyanya mrembo na kuweza kumweka katika meza jikoni huko. Baada ya hapo wakiendelea kuzungumza vitu vingi na kiendelea kumsifia sifa kere za kutosha. Lakini tunaona bidada kama ameregea naye amesahau fulani kama ana mume. Ni hatari by the way, sijui itakuwaje na mwisho wake itakuwaje. Tuendelee kuangalia na kufuatilia tamthilia bomba ya Big Boss ambayo mpaka sasa kiukweli mambo ni moto na mambo yanazidi kubamba humu ndani. Atuelewe itakuwaje na nini ambacho kitajiri. Lakini tunaona zaidi kubwa zaidi ni kwamba pia tunarudi kwa upande wa pili ambapo tunamuona Tony akiwa na baba yake wakiwa wanazungumza. Lakini wakati wake endelea kuzungumza, baba yake anamwambia, na mimi natamani kujua siri ya wewe kwamba ni kwa nini unakuwa na amani na unajihisi kawaida na unaenjoy maisha yako, kwa sababu mimi kila siku nimekuwa ni mtu wa maumivu najutia kuingia katika chama, lakini wewe kwa upande wako ni tofauti. Akamwambia siri iko hapa. Baada ya hapo bwana Mwamba anamwelekeza kutumia kileo au kilevi ambacho kilikuwa pale ili aweze kuchanganyikiwa na kuweza kustimulate. Sasa tunaona Mwamba ambaye ni baba yake naye anajaribu kutumia kile kilevi. Baada hapo tunaona ana stimulate na kuweza kuchanganyikiwa, naye anaanza kudance na kucheza huko na kule. Lakini baada ya hapo tunamuona Bakari aliweza kufika na kumwambia brother, mimi nimepata sehemu, kuna sehemu nimepata kazi, kwa hivyo naondoka, niko na kuaga. Akamwambia kwani namna ulivyokuja mwanzoni ulinitaarifu ulikuja, kwa hiyo kama namna ulivyokuja ndivyo utakavyoondoka hivyo hivyo. Ni maneno fulani ambayo sio mazuri, lakini ndio maneno ambayo alijibiwa na ndugu yake Tony. Akamwambia kama namna ambavyo ulivyokuja ndivyo utakavyorudi hivyo hivyo. Basi kwa upande wa Bakari akawa hana namna, akasema okay sawa, kuna shida. Baada hapo Bakari anaingia ndani na kwenda kuchukua begi lake kwa ajili ya kuondoka huko ili akaendelea kupambana maisha yake. Lakini tunaona kama hiyo ni njia ya Bakari kutoka katika nyumba hiyo baada ya kauli ambayo aliweza kuizungumza Tony hatua ya mwisho, kwamba akimwelekeza au akimwambia mama mdogo Siwa kwamba mwingine tayari ameshakufa. Sasa ni kauli ambayo kwa upande wake namna alivyoipokea na hakuelewa nini maana yake, lakini mpaka hapa kama kutia shaka akaona mazingira haya sio salama kwa upande wake. Lakini tunaona baada ya hapo ameamua kufanya maamuzi ya kuondoka na kutoka katika nyumba hiyo ya Tony. Lakini tunarudi kwa upande wa pili ambapo pia tumeweza kumuona Kaniki wakati huo akielekea katika kwao na kina Skitu. Lakini baada ya kufika tu, baada ya wao kumuona, tunaona Skitu aliweza kushtuka sana, na baada ya kumuona mume wake akaingia ndani hakutaka kuzungumza naye kabisa. Lakini tunaona pia mama yake mzazi na Skitu naye hakutaka kuzungumza naye chochote kwa sababu namna ya kumdanganya mpaka sasa hawana. Kwa hiyo wanaamua mkimbie tu, na Kaniki kwa upande wake asielewe nini sababu, anabaki akimuita mke wake, mke wangu mimi nakusubiri hapa hapa, siondoke, nimepiga magoti, njoo tuzungumze haya mambo yanazungumzika. Tunaona kwamba kiufupi ni sababu kwamba Skitu anaogopa kufa kwa sababu ameshajua pesa za mume wake amezipata kwa njia ya kishirikina. Sasa naye ana hofu kwamba asije akafa ndani ya mikono ya Kaniki. Sasa tujaribu kuangalia mpaka sasa Kaniki ameweza kupoteza mume wake, lakini pia ameweza kupoteza dada yake, na wote hao ni watu ambao wanawapenda. Lakini pia faraja yake ilikuwa ni Skitu, lakini naye Skitu amemtelekeza na kumwacha peke yake, lakini ni kwa sababu Skitu ana hofu salama wa uhai wake. Sasa mtuambie mpenzi mtazamaji, kwa namna ambavyo umeweza kuona na kuendelea kufuatilia tamthilia bomba hii ya Big Boss, ambapo tumeweza kuona mpaka sasa matukio mengi ambayo yameweza kutokea ndani. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tunaona mpaka sasa ni kwamba
Kwa upande wa Kaniki yuko peke yake, hana mtu wa kumfariji mpaka sasa. Kiufupi anaona kama dunia inamzunguka, anajuta kuingia katika chama, haelewi namna ya kutoka, anashindwa. Lakini hiyo yote ni kwa sababu ya tamaa ya kuhitaji kupata pesa za haraka. Ndicho kitu ambacho kimeweza kumfanya kumweka mbali na ndugu zake. Ndio ile wanakuambia unakuwa na pesa nyingi lakini amani hakuna ndani. Kama ni vizuri ule dagaa vitani, ule dagaa lakini kuliko kula nyama vitani. Bwana Yesu, naona sasa kuna vitu ambavyo tukijaribu kuangalia hapo ni kwamba tunajifunza na kupata kitu kwamba sometimes kuna mtu ni bora ule dagaa lakini kuliko kula nyama vitani. Sasa ndicho ambacho tunamkuta Kaniki kwa upande wake, kwa sababu mpaka sasa anajuta kuingia katika chama, lakini ndio hivyo tena, namna ya kutoka haiwezekani kwa sababu ameshaingia na masharti ya chama. Kuingia ni rahisi lakini kutoka sio kitu kidogo. Hivyo kwa upande wa Kaniki mpaka sasa elewi nini cha kufanya, anajuta kuingia katika chama, lakini ndio hivyo kutoka ni haiwezekani. Haiseni changamoto na ni taabu, lakini tunaona kwa upande wa Kagala Mvevo naye anazidi kufurahia, anaendelea kupambana na maisha yake, lakini wakati ukiendelea kunyapia shemeji yake. Sasa sijui kama ameshatimiza jambo lake kwa namna ambavyo aliweza kumnyanyua na kumweka katika wakati wa dada au mrembo akiwa jikoni akiendelea kufanya usafi au akiwa anatafuta maji usiku huo. Sasa tunaona kwa mazingira haya, tunaona pia upande wa Kagala Mvevo anapambana kuendelea kutimiza masharti yake ili endelee kubaki hai kama namna alivyoelekezwa na wakuu wake wa chama. Mtaendelea kuona na kufuatilia katika tamthilia hii bomba. Hivyo unaweza katika episode inayofuata nini ambacho kitajiri kwa upande wa Kaniki, kwa sababu Kaniki mpaka sasa anajuta kujiunga katika chama, anatamani kuondoka, anatamani at least hata afe ili mradi tu atoke katika dunia kwa sababu ya matatizo au mateso ambayo yanapitia. Lakini ndio hivyo kwamba mpaka sasa haiwezekani. Vitu ambavyo kwa upande wake haelewi nini ambacho kitajiri. Lakini tuendelea kusubiri tuone katika episode inayofuata tuweze kuelewa kwamba nini ambacho kitajiri. Unahisi nini ambacho kitajiri? Lakini tukijaribu kuangalia wahusika wakuu watalazimika kufanya maamuzi magumu ili kujinusuru katika matukio hayo au katika janga ambalo mpaka sasa linaendelea kuwakumba. Tukijaribu kuangalia kwa upande wa Kaniki anaendelea kujuta, lakini tunaona baba yake anaingia katika mtego wa Tony wa kutumia vilevi ili awe kama Tony, asiwe anajutia maisha ambayo anaishi katika chama chao. Sasa hatuelewi itakuwaje. Tuendelee kuangalia katika episode inayofuata, tusubiri tuone nini ambacho kitajiri. Hivi karibuni nakwenda kutoka episode inayofuata na kuja na majibu halisi kwamba nini ambacho kitajiri na nini ambacho kitatokea. Lakini cha msingi ni kukumbusha pia, kama ni mara ya kwanza kutufuatilia katika channel yetu pendwa, acha msingi ambacho tutakao kufanya ni kusubscribe hapo chini uweze kuwa kwanza kupata video zetu classic. Pia usisahau kuachia comment yako, tuambie nini ambacho umekipenda katika episode hii na nini ambacho unatamani kukiona kinakuja katika episode inayofuata. Nini kifanyike, nini akifanye Kagala Mvevo ili kuendelea kufanya tamthilia bomba ya Big Boss iweze kuwa bomba zaidi. Lakini tukijaribu kuangalia mpaka sasa mambo ni moto, mambo ni fire. Tusubiri tuone katika episode inayofuata, tuone inakuja na majibu halisi kwamba nini ambacho kitajiri, nini kitamtokea na kumkuta vipi upande wa Kagala Mvevo, atatimiza ahadi alizoahidi rafiki yake. Lakini je, vipi kuhusu ujenzi wa nyumba ya mama yake, hata karabati au itakuwaje? Tuendelee kusubiri tuone katika episode inayofuata inakuja na majibu halisi ya ambayo tuko nayo mpaka sasa. Tuelewe nini ambacho kitajiri kwa upande wa tamthilia bomba ya Big Boss, ambapo mpaka sasa mambo yanazidi kuwa makubwa zaidi ndani. Tusubiri tuone katika episode inayofuata. Nasema asante kwa kuwa pamoja na sisi, asante kwa kutusupport. Ciao.